kuhusu maandamano na matumizi makubwa ya nguvu, ni haki ya raia kuandamana ili kufikisha ujumbe wa kutokuridhishwa na mambo fulani, na hali hii ni kwa mujibu wa ibara ya 18 na ya 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya vyama vya siasa, sheria ya polisi na PGO, ambazo zote zinaruhusu kufanyika kwa maandamano. Rais hana mamlaka ya kuidhinisha watu kuuawa hata kama kuna ukiukwaji wa haki na uhuru. Katika kipindi hicho cha tarehe 29 Oktoba 2025 hapakuwa na vita wala hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa na rais katika mujibu wa ibara ya 31 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia hakuna uthibitisho hadi sasa kama waandamanaji hao walihatarisha usalama wa nchi. Hawakuwa na silaha na wengi wameuawa wakiwa wanakimbia kujisalimisha. Wengine walikuwa tu barabarani, wengine walikuwa majumbani mwao, na wengine walikuwa sehemu za biashara. Hivyo kitendo cha kuua waandamanaji na raia wengine ambao hawakuwa sehemu ya maandamano ni kinyume cha sheria ya nchi kwa mujibu wa ibara ya 31(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo nainukuu hapa ili isionekane nazungumza maneno yangu. Katika eneo la katiba la madaraka pekee ya mamlaka za nchi, ambapo ibara ya 31 ibara ndogo ya 3 inasema, ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika ibara hii hayataidhinisha mtu kunyang'anywa haki yake ya kuwa hai isipokuwa tu kwa kifo kama matokeo ya vitendo vya kivita. Pia sheria ya polisi, sheria ya matumizi ya silaha, yani the Firearms and Ammunition Control Act na PGO zimeweka ukomo wa kutumia nguvu kubwa kupitiliza, kwamba it must be necessary, proportional and reasonable force kwa vyombo vya dola katika kukabiliana na watuhumiwa, na pia masharti hayo yamewekwa katika African Charter on Human and People's Right ambayo Tanzania ni mwanachama. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu hatua za mtawala kuzishutumu nchi na taasisi za kimataifa zilizoingilia swala la kupinga ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji ya raia wasio na hatia nchini Tanzania, Tanzania haiwezi kusimama peke yake, kwani nchi zote duniani zinategemeana kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ifahamike kuwa haki za binadamu zinasimamiwa na sheria na katiba za kimataifa, yani International Human Rights Law, the United Nations Convention on Civil and Political Rights of 1969 and the Universal Declaration of Human Rights of 1948, ambazo nchi yetu iliridhia na kuwa mwanachama. Na hivyo hatuwezi kujitoa kwa namna yoyote. Kwa swala la haki za binadamu linalindwa na sheria za kimataifa, linalindwa na mikataba ya kimataifa, haliwezi leo tukajitoa katika mazingira ya aina yoyote. Lakini pia dunia haiwezi kunyamaza wala haiwezi kunyamazishwa kutetea haki za binadamu kwa vitisho vya aina yoyote kutoka mamlaka yoyote, na badala yake sauti ya kudai haki itazidi kuongezeka na kuongezeka zaidi, na pia ushahidi zaidi wa kuwafikisha watu hao waliohusika na mauaji hayo katika mahakama ya kitaifa ya uhalifu, yani ICC. Hiyo hawezi kwa namna yote ile kunyamazia. Dunia haiwezi kunyamaza hata siku moja ikawaacha Watanzania hawa wauawe alafu dunia ikakaa kimya.